Nategemea sote tunafahamu kwamba kama thumbnail yako haivuti attention, basi watu hawata click video yako na kutazama. Leo kupitia video hii nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza thumbnails za kiwango cha juu kwa kutumia AI hii ya Leonardo, bila ya kuwa na Photoshop, bila ya kuwa na Canva. Just prompt yako tu itakupatia thumbnail nzuri sana kutumia katika video yako. So thumbnail ndio kitu cha kwanza mtu ambacho anakiona kabla ya kubonyeza video yako na kuona kilichomo ndani. So ni muhimu sana kuweza kupata thumbnail ambazo zita get attention za watazamaji na utawashawishi wa click video yako na kutazama. So leo nitakuonesha jinsi ya kutengeneza thumbnail hatua kwa hatua kutoka mwanzo hadi mwisho. Tazama video hii ili usipitwe na step yoyote ile ambayo nitaiongelea na kukuonyesha. Kabla ya kutengeneza thumbnail, lazima uwe na idea. Kwa mfano, let's say katika thumbnail yako unataka iwepo face, yani shock face, mtu ambaye kama anashangaa hivi, ama thumbnail yako pengine idea yako ni before versus after ama AI versus real. Ya lazima uwe na idea hiyo thumbnail yako unataka iwe vipi. Sasa leo tutatengeneza thumbnail mfano ya AI versus real. Okay? Tutakwenda kutengeneza thumbnail ya design hiyo. Sasa twende kwenye prompt hapa kwenye Leonardo AI na tuandike mfano prompt hii. Angalia the way prompt ninavyoitengeneza. A shocked young man. Okay, umeona simple prompt kama unavyoona. Tunataka face iwe na emotion, na hii ndio itavuta attention ya wale watazamaji watembeleaji ambao watakutana na video yetu. So a shocked young man, kutakuwa na kijana ambaye kama anaonesha kushangaa, anaonesha emotion yake ya kushangaa hivi, then expressive face katika hiyo kushangaa kwake, lakini pia sura yake itakuwa kama inaelezea kitu fulani. A dramatic lighting, high contrast, ultra realistic 4K dark background. Simple prompt kama hivi ambavyo unaona. So wacha tu generate hapa na tuweze kuona. Huko katika dimension weka 16 kwa 9 hii ambayo ni landscape. So generate tuweze kuona majibu. Itatuletea katika hali gani hii result ambayo kupitia prompt tuliyoipatia. Umeona? Imetuletea picha ya design kama hii. Kama mtu amekuwa shocked, inaonesha emotional funny, na hii moja kwa moja inavuta attention ya watu. Picha kama hii ikiwepo katika thumbnail tayari inavuta attention. Sasa chagua, utagenerate mfano mimi nimegenerate hii ya kwanza, acha ni generate tena tuone majibu ya pili. Ya, umeona picha ya pili hii. Unaweza kugenerate tena ya tatu ukapatiwa. Then baada hapo angalia picha ambayo inaonekana ni strongest kati ya hizo ambazo utagenerate. Expression ya uso iko vizuri, nzuri, inaonekana vizuri, lakini vile vile lighting, clarity ziko vizuri katika hiyo picha ambayo utaichagua. Angalia vitu hivyo. Sasa baada hapo tunaweza kuongeza concept zaidi onekana. Kwa hiyo kwa mfano hapa wacha tutengeneze picha nyingine. Sisi mfano tunahitaji picha hii hapa. Wacha ni download hapa. Tumeipenda picha hii. Then tutengeneze picha nyingine, let's say tuandike a futuristic AI robot, glowing eyes, neon lights, dark background, ultra realistic. So kama unaona simple prompt, background, a futuristic AI robot, glowing eyes, neon lights, dark background, ultra realistic. So generate. Ya, umeona tayari robot ili hapa tumeletewa picha ya robot. The way ambavyo tumeprompt imeweza kutupatia majibu. Unaweza kugenerate tena ukaletewa picha nyingine. Mfano acha tu generate. So tayari hapa tupo na piece mbili. Tupo na mtu ambaye anaonekana yuko emotion kama hivi. Tumedownload picha hii, lakini tayari tupo na hii AI concept. Umeona? Kwa tuna uwezo wa kuidownload pia mfano na hii. Na hizi ndizo zinazokwenda kutengeneza sasa thumbnail ambayo itakuwa ni very powerful, ina get attention ya watazamaji na watu wataklik kutazama video zako. Baada ya hapo haujamaliza. Kinachotakiwa kwenda kukamilisha sasa kutengeneza hiyo thumbnail yako. Unaweza kutumia mfano application kama ya Canva kuweka sasa maandishi makubwa katika picha zako hizi baada ya kuziunganisha.
lakini vile vile kuweka rangi zitakazoonekana, lakini msingi wote unatoka hapa katika Leonardo AI kama hivi ambavyo unaona picha tulizozipata. So tips muhimu za kuzingatia unapojaribu kutengeneza picha ambazo utakwenda kutumia kwenye thumbnail yako: tumia faces zinazoongeza clicks. Face hizi sura zimekuwa zikisaidia sana katika kufanya watu wa click, get zile attention za watu, lakini vile vile usijaze vitu vingi na jaribu kutumia contrast kubwa, hakikisha inaonekana japo kidogo. Kwa mfano mimi nina uwezo tu wa kufungua Photoshop yangu kwa sababu mimi natumia sana Adobe Photoshop, nikatengeneza thumbnail kwa kutumia hizi picha ambazo Leonardo AI imenipatia. Lakini nikwambie tu una uwezo wa kutumia mfano hata Canva ama app nyingine yoyote ile. Tutakuja kufahamishana jinsi ya kutumia hizo app kama Canva na app nyingine, kwa sababu watu wengi wanatumia simu, hawana Adobe Photoshop. Lakini leo nataka nikuonyeshe tu kupitia picha ambazo nimezipata kutokana na Leonardo na uwezo wa kutengeneza. Hii ndio size ya YouTube thumbnail ambayo ni size yake hii ni width 1280 kwa height 720, ndio size ambayo nzuri kwa YouTube thumbnail. Lakini baada ya hapo acha niweze kuingiza sasa picha zangu nilizozi generate kutoka kwa Leonardo. Nitaingiza picha hii hapa, then nitakuja kwa picha hii nyingine. So picha hii hapa nitafanya iwe kubwa fit hapa. Nitakuja nitachukua na picha nyingine tulio download. Kumbuka idea yetu ilikuwa ni kutengeneza thumbnail ambayo pengine video yetu inaelezea kuhusiana na AI na real human, okay? Picha zetu mbili, picha moja ipo nyuma hapo. Sasa mimi kwa vile nafahamu jinsi ya kutumia Adobe Photoshop, na uwezo tu wa kufanya baadhi ya vitu hapa. Kwa mfano nikajaribu kuondoa opacity ya huku ili kutengeneza taswira kwamba AI na human. Okay, acha niweke vizuri. Kwa mfano let's say umeona tunapata picha fulani ikionyesha kama binadamu ameungana na robot, ambayo inaleta uhalisia katika idea yetu ile AI versus real ama versus human. Hapa naweza kutumia brush nikafuta humu. Okay, sorry. Mfano nikafuta X, nikafuta humu, nikapata picha fulani ambayo itakuwa kama hivi. Umeona? Kwa mimi natumia Adobe Photoshop, lakini sio kana kwamba huwezi kutumia app nyingine. Hapana, unaweza. So kama hivi, Then hapa mimi nikaweka tu maandishi. Umeona simple thumbnail inavyotengenezwa, nikaweka maandishi. Huku upande huu nikaweka mfano AI rangi nyeupe, nitafanya kuwa makubwa. Huku nikaweka AI bold ama black AI, alafu huku nikaweka mfano, acha nipunguze, nikaweka real. Tayari hapa tunaenda kupata thumbnail ambayo itavutia watu na watu wataklik kuweza kutazama video ambayo basi tumeongelea. Hii issue inaonekana hapa katika thumbnail yetu kuhusiana AI na umeona AI versus real. Kiangalia tayari thumbnail nzuri tu ya kuweza kutumia hii simple. Nimepata picha zangu hizi kutokana na kugenerate kwenye Leonardo AI, lakini vile vile nimekuja nimeziunganisha katika hii software ya Adobe Photoshop, lakini unaweza kufanya hata katika Canva kama wewe unatumia Canva au application yoyote ile, hata katika simu ambazo unatumia, ukaweka size yako thumbnail, ukaweka picha zako mbili ukaunganisha kama hivi, ama pengine wewe una idea nyingine ukaunganisha kupitia hiyo idea yako, then ukaweka text kama hivi, tayari ukapata thumbnail ambayo ni nzuri kutumia katika hiyo video yako na ikavutia watu wakaklik kutazama hiyo video. So nategemea umeweza kutengeneza thumbnail zako mwenyewe. Kuanzia sasa utatengeneza kwa kutumia AI, mfano kama hiyo Leonardo AI, kupata picha hizo ambazo utazitumia kwenye thumbnail yako. Kwenye video inayofuata nitakuja kuonyesha jinsi ya kutengeneza logo na branding kwa kutumia Leonardo AI. Na hapo ndipo unaweza sasa kuanza kupata clients, kujiingizia kipato kwa kupitia tu AI kama hii ya Leonardo. Nategemea umeweza kujifunza kitu kupitia video hii. Hakikisha una like, unaendelea kunifuatilia katika channel yangu ya YouTube. Una swali lolote unaweza kuniambia katika sehemu ya comment. Una maoni vile vile unaweza kushare katika sehemu ya comment. Tukutane wakati mwingine. Sina la ziada leo katika video hii. So asanteni sana kwa kutazama hadi mwisho wa video hii.